chuo bora cha biashara. Unataka kujua zaidi? Unapenda burudani? Au unataka sauti yako isikike? Hapa ndipo mahali pake. Campus Live. Chuo bora cha biashara kinachoongoza Tanzania. Karibu mpenzi mtazamaji wa CB Television katika kipindi ukipendacho cha Campus Live. Kipindi chetu kina segment tatu. Kuna segment ya mada mbalimbali ambazo ni kuhusu elimu, lakini pia kuna sekta ya burudani ambapo tutapata kujua maswali mbalimbali na watu kuonyesha vipaji vyao. Rangu jina ni Ali Daudi. Campus Live. Na mpenzi mtazamaji wa CB Online TV, kama kawaida sasa tupo kwenye ile segment yetu ya Elimika na Kimbweta, na leo niko na wanafunzi wa mwaka wa 3. Watatuambia mbinu bora za kujifunza kusoma, na sio tu kusoma kwa sababu kwenda kujibu mtihani, kwenda kukifanya chumba cha mtihani kwake kiwe kikubwa na kisiwe kidogo, ila itamfanya huyu mwanafunzi aende kuishi maisha ya kila siku kwa kutumia mbinu hizo. Sawa, tutapata kujua nini kifanyike, mwanafunzi nini afate, lakini tutapata kujua jinsi wanafunzi wanavyoweza kujibu maswali pamoja na kuandika notes zao. Karibu. Guys, nijisikia kwa majina anaitwa Jema Kibalonza, nipo CBE mwaka wa 3, Banking and Finance Management. Yes, naweza kujibu hilo swali. Mwanafunzi anaweza kudhibiti mafadhaiko kwa kwanza kwa kumshirikisha Mungu katika kila kitu. Cha pili ni kufanya discussion, ni kujichanganya na watu, kupata vitu mbalimbali, wazo la huyu, na kidogo mtu pia anaweza akawa na hiyo option ya kuchangia mada. Hiyo inaweza kumsaidia mtu kuelewa zaidi, kupata concept mbalimbali, na pia inaweza kumsaidia pia kwenye changamoto lake. Yes, kama tulivyomsikia Jemima alivyoweza kudadavua jinsi ya kuepuka mafadhaiko unapokuwa wakati unajisomea, sio? Lakini kingine, nini umuhimu wa kupanga ratiba wa masomo pindi unapokuwa chuoni au unapotoka nje ya chuo? Yes. Kwa majina naitwa Yasir Yasin, ni mwanafunzi wa Banking and Finance chuo CBE. Kwa mimi ratiba inanisaidia sana wakati wa kujisomea, inanisaidia sana sababu mimi na nje na kukaa mbali na chuo inaweza kunisaidia kumanage muda wangu wa kazi za nyumbani na kazi za kujisomea. Kwa ratiba ni kitu bora sana pia kwenye maisha ya mwanadamu. Upasi kufanya kitu bila kuwa na ratiba, unatakiwa ujue unafanya nini na kipi ufanye. Asante sana Yasu kwa kutujibu vizuri. Nadhani unaituangalia utaweza kujua pia umuhimu wa kupanga ratiba wakati wa kujisomea. Sio pia ameenda mbali, sio kwenye kusoma tu, hata kwenye maisha ya kila siku ni lazima ujipangie ratiba yako ya maisha. Sawa? Sio mtu tu anakuambia kesho tuonane, anamwambia poa au nitaangalia. Lazima uwe na ratiba zako. Sawa? Katika hizo mbinu bora za kujisomea, kuna umuhimu wowote wa wanafunzi kutumia teknolojia katika kujisomea? Kwa majina naitwa Derek Somba, ni mwanafunzi wa uhasibu na fedha mwaka wa 3. Ni muhimu mwanafunzi kutumia teknolojia kwa sababu inamsaidia kufanya mambo yake kwa masomo yaweze kukamilika kwa haraka zaidi na kufanya kazi zake ziende kwa haraka. Mfano, unapopewa kazi yoyote, aidha umepewa kazi ya individual au group, ambayo hiyo kazi inakulazimu utumie teknolojia, lazima uitumie kwa sababu utahitaji material ambayo wewe hauna kwa uwezo wako ili uweze kuyakamilisha kwa haraka zaidi. Naam, kama tulivyomsikia Bwana Somba akielezea umuhimu wa kutumia teknolojia katika kusoma, sio? Lakini ili kujifunza zaidi na kuweza kujua mbinu bora za kusoma, tuna ushauri, tuna maoni. Nini kifanyike ili wanafunzi waweze kuwa na mbinu bora za kusoma pindi wanapokuwa chuoni au nje ya chuo? Kwa majina naitwa Messi Gerard, mwanafunzi wa mwaka wa 3 Banking and Finance. Naweza nikaongezea kwenye mbinu bora za kusoma. Kwanza, mwanafunzi awe na ratiba kama alivyosema Kasi. Alafu cha pili, ajijengee akati anasoma awe na tabia ya kujiwekea muhtasari. Muhtasari kana kwamba
ukishaweka ratiba yako unatakiwa ujiwekee kwamba leo nataka nisome hiki na hiki. Kwa hiyo kuna ule muhtasari utakusaidia wewe kukupa mwongozo na illustrations kuanzia mwanzo wa kusoma mpaka mwisho ili uweze kuelewa na kukariri. Na kitu kingine pia unatakiwa ujijengee kufanya revision mara kwa mara. Baada ya kuweka ule muhtasari wako unatakiwa uwe unafuatilia kila siku ili kujenga practice, kwa sababu practice makes perfect. Kwa hiyo unapozidi kuelezea, unapozidi kufanya practice ndio utakapozidi kuelewa. Kwa majina naitwa Glorine, nasoma Bank and Finance mwaka wa 3. Mbinu nyingine kwa ajili ya kujisomea ni kufanya group discussions. Group discussions inasaidia mkiwa wengi, kila mtu anakuwa anatoa idea yake tofauti tofauti. Kwa hiyo inakusaidia wewe kupata vitu zaidi vingi vya kwa ajili ya kujisomea. Kwa hiyo group discussion inasaidia sana kwenye wanafunzi kujisomea. Okay, kama ulivyosikia mpenzi mtazamaji na wewe mwanafunzi unayetuangalia, hizi ndizo mbinu bora za kusoma kwa ajili ya kuingia kwenye chumba cha mtihani ukiwa vizuri, lakini pia itakusaidia katika maisha yako ya kila siku. Sio tu kwa ajili ya kufanya coursework, sio kwa ajili ya kufanya mitihani, UE, pia itakusaidia unapokwenda mtaani. Tukutane tena kwenye segment nyingine, mpaka wakati mwingine. Campus Live. Yes, mpenzi mtazamaji wa CBE Television, katika ile show ambayo unaipenda ya Campus Live, kuelekea kipindi hiki cha mitihani ambayo inakwenda kufanyika kuanzia tarehe 9 mwezi wa 3. Je, wanafunzi wamejiandaje? Wanafahamu sheria za mitihani zinasemaje? Twende tukawasikie wanafunzi wakiwa wanaziorozesha ama kuzidadavua zile sheria za mitihani kabla ya kuelekea kwenye kile chumba cha mtihani. Karibu, don't move, let's go. Mambo? Poa. Unaitwa nani? Kwa majina naitwa Deborah Maulid. Nasoma chuo cha elimu ya biashara, course ya Transport and Logistic Management. Unazijua sheria za mitihani? Ndio, nazifahamu. Hebu nitajie mbili tu. Ya kwanza kabisa, hakikisha wewe kama mwanafunzi unaingia na kitambulisho chako kinachokutambulisha wewe binafsi kwenye chumba cha mtihani. Na kingine, hakikisha unaingia na material au vifaa vinavyohitajika kulingana na sheria. Kwa mfano, uwe na peni ambayo ni nyeusi au ya blue wewe kama mwanafunzi, penseli na calculator scientific. Basi, vinginevyo itajulikana kama ni cheating hivyo. Asante sana Deborah. Asante pia. Bwana ni aje? Safi. Uko poa? Niko poa. Bwana sikia, kuna vitu nataka kuvijua kutoka kwako. Ndio. Katika kuelekea kipindi hiki cha mitihani ya UE. Sawa? Ndio. Kuna sheria zozote za mitihani ambazo unazifahamu? Ya, zipo. Unaitwa nani? Naitwa Robert John, mwanafunzi wa BP3, pia ni Public Relations na shirikisho la Procurement pamoja na kozi ya Logistics. Hebu naomba nitajie hata sheria 3 tu za mitihani. Okay, kwanza kabisa sheria ambayo common, hakikisha umelipa ada mapema kwa ajili ya kuepukana na usumbufu. Cha pili ni fanya maandalizi, kwa maana kwamba jiandae, soma kwa ajili ya kuepukana na kesi za cheating. Hiyo ni sheria pia, lazima tuepukane na cheating. Cha tatu na cha mwisho, naweza nikasema kwamba hakikisha unafanya maandalizi kama kuwahi nusu saa kabla ya mtihani kuanza ili kuepukana na usumbufu kwa kutenza kwa shaanza mtihani, pia kuzuiliwa kuingia. Nadhani hizo ndo 3 za kwangu. Okay, baada ya kusikia wanafunzi wanazidadavua zile sheria za mitihani, twende kwa mwanasheria wa chuo atuambie sheria za mitihani zikoje na taratibu zake zikoje. Stay tuned, don't move. Kama ulivyopata kuwasikia wanafunzi mbalimbali wakiwa wanadadavua zile sheria ya mitihani. Je, wako sahihi au hawako sahihi? Mimi na wewe atufahamu. Leo nimepata kumtembelea mwanasheria wa chuo atupitishe kwenye sheria hizo za mitihani kwa sasa kuelekea katika kipindi hichi cha mitihani. Karibu. Asante sana. Kwa jina ninaitwa Frank Chundu, ni wakili mwanasheria wa chuo cha elimu ya biashara CBE. Na leo ningependa kuzungumzia sheria ya mitihani ambayo inasimamia shughuli zote za mitihani hapa chuoni. Sheria hiyo inaitwa sheria kanuni za mitihani. Ni kanuni za mitihani ni za mwaka 2023, tangazo la serikali namba 926, na kama ilivyofanywa marekebisho
kupitia tangazo la serikali namba 870 la mwaka 2024. Kwa hiyo kanuni hizi ndio zinazosimamia masuala mazima ya mitihani yote hapa chuo. Asante mwanasheria. Je, nirudi sasa kwako. Ni taratibu zipi ambazo mwanafunzi anatakiwa azifuate asiporidhika na masuala mazima yanayohusiana na mitihani? Karibu. Kanuni ya 14 imeainisha ni taratibu ipi ambayo mwanafunzi anatakiwa aifuate endapo hajaridhika na utaratibu wote unaohusiana na coursework. Na taratibu ya kwanza ni kwamba kanuni zimempa siku 5 toka siku ambayo coursework zimetolewa. Kama hajaridhika, basi anatakiwa kumwandikia, na nasisitiza sana kumwandikia mwalimu husika wa somo kuelezea shida alionayo kwenye hizo coursework. Na mwalimu husika wa somo anatakiwa kushughulika na swala lake. Kama mwanafunzi atakuwa bado hajaridhika na uamuzi wa mwalimu wa somo, basi kanuni zimempa siku 5 toka mwalimu wa somo ametoa uamuzi, au pengine kama mwalimu wa somo hajatoa uamuzi baada ya siku 7, basi anakuwa na siku 5 za kupeleka lalamiko lake kwa mkuu wa idara. Sasa mkuu wa idara na yeye anaweza kushughulikia swala lake ikiwa mwalimu wa somo hajalishughulikia. Lakini sasa ikitokea mkuu wa idara hajafanyia kazi ndani ya siku 7, au pengine swala hilo limefanyiwa kazi na mkuu wa idara na ikatokea mwanafunzi hajaridhika, basi kanuni zimempa siku 5 toka uamuzi huo wa mkuu wa idara umetolewa kupeleka lalamiko lake kwa makamu mkuu wa chuo, taaluma, tafiti na ushauri wa kitaalamu. Lakini makamu mkuu wa chuo, kimsingi uamuzi wake utakapotolewa unakuwa ni uamuzi wa mwisho. Na asante mwanasheria. Kwa kumalizia tu, nini maoni yako ama ushauri kwa wanafunzi ambao wanaelekea kwenda kufanya mitihani hii tarehe 9 mwezi wa 3 kwa maana ya EWE kutokana na sheria za mitihani? Kikubwa ambacho wanapaswa kukizingatia ni kufuata taratibu zilizoainishwa kwenye kanuni za mitihani, kwa sababu makosa yoyote yatakayotokea yanaweza kupelekea mtu kurudia mwaka, yanaweza kupelekea mtu kufukuzwa chuo. Kwa hiyo ni muhimu sana kupitia hizi kanuni za mitihani, kwa sababu zipo kwa lugha mbili, Kiswahili na Kiingereza. Kwa hiyo ni muhimu kutenga muda wa kuzipitia na kuzisoma na kuona ni vitu gani ambavyo hawapaswi kuvifanya wakati wa mitihani, kwa sababu adhabu zake zinaweza kupelekea mtu kufukuzwa chuo kabisa. Asante sana. Naam, mpenzi mtazamaji, hususan wewe mwanachuo ambaye unatufuatilia hivi sasa, iwe mwanafunzi wa CBE au mwanafunzi wa chuo kingine, lakini unadhani umepata kujua sheria mbalimbali, umepata kujua adhabu na pia umepata kujua taratibu za kuchukua endapo hautaridhika na masuala mazima ya kikanuni kutokana na mitihani. Campus Live. Yes, tunaendelea na show yetu kwenye ile tit for tat pamoja na kujua vipaji. Bwana, mambo vipi? Safi kweli. Bwana, inakuaje? Fresh kabisa. Oi. Sana. Wenyewe wanasema unyade. Mimi nataka kujua kuna mtu ana kipaji chochote hapa? Vipaji vipi katika chuo cha elimu ya biashara? Vipaji vingi pesa. Mimi hapa nilipo na kipaji. Wewe acha masiara. Usimtanie. Mbona uko very smart hivyo, una kipaji gani yani? Hizi suti tu, lakini sonyoa na sanaa sana. Kweli? Mimi napiga muziki, napiga hip hop, napiga bolingo, napiga bongo flava. Yaani kila aina muziki mimi nashusha kwa sababu sanaa iko elimu. Okay. Unaweza katupa demo kidogo? Demo naweza nikawapa kabisa yani. Hebu tuenzetu mwanangu. Hata picha yangu kiona utaipenda mama, nyumbani uliondoka mapema na baba ukamtenda. Vipi najua alikupenda ukampenda, sambona umeleta sana ila poliko jua mama mwanao nishatoka kimuziki. Aisiraha nikiwa nawe, aisiraha nikiwa una ndo baba mindo mwanawe, kija baba ndo atapona, najua lokuteka mama we,
kaja pesa kisa noti, baba nikupenda sana we, ojapo alikuza samaki. Oh mama njoni kumbate, oh mama utafanya nidate, oh mama katoto tate, oh mama, oh mama, oi 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 oi. Bwana jamaa yuko vizuri sana bwana, anasema CBE sio kwenye swala la masomo tu, hata vipaji vimesheheni kama ulivyosikia, sio hivyo? Bwana jamaa katisha sana. Unaitwa nani? naitwa Mnango. Lile jina lake sanii lile Rufidian Giant. Rufidian Giant. Maana yake nini? Vitu kubwa kutoka Rufiji, yani origin mimi natokea Rufiji. Kwa nilivyoiona na opt kwamba one day nitakuja kwa mtu mkubwa sana katika Rufiji, kwa nikaona bora Rufidian Giant naenda. Kwa ni icon ambayo ina represent Rufiji kwa ujumla, na na support kubwa sana kutoka Rufiji kwa nyuma mgongo wangu. Shout out sana. Darasani kupo, mimi GPA zangu zote za 4, tusishuke chini ya hapo. Yaani kote na kanyaga. Sio GPA ya 6. 4 mwisho 5, 6 naenda hapo. Sifaulu hiyo. Bwana ile no mshikaji, shout out. Salute sana. Sawa. Bwana unaambiwa CBE sio tu chuo kinachotoa elimu bora ya biashara, bali pia kuna vipaji lukuki kama ulivyomsikia Rufidian Boy, Rufidian Giant alikuwa na mistari, ametema mistari heavy sana. Sasa kaa hapo kujua uelewa wa haraka kwa wanafunzi wa CBE kwenye maswali ya 6 for 30. Twenzetu. Kuna uhusiano gani kati ya wifi na wanafunzi wa chuo? Wifi kwanza ni sehemu ambayo mwanafunzi anaweza kurahisisha mahitaji yake zaidi ya kujisomea na pia kupata taarifa kwa wakati sahihi, aidha ya kimasomo au ya yeye binafsi ya maisha yake. Lakini si kuna boom mnalitumia kufanya nini? Boom ya mahitaji mengi. Ukiangalia mwanafunzi, ukiangalia boom adedicate kwamba per day mtu atuweze kutumia 10,000, kiasi ambacho kwa maisha ya kawaida, kwa maisha ya Dar es Salaam, boom inabaki kuwa ni kiasi kidogo sana kwa mwanafunzi kuweza kujikimu effective kwa mahitaji yake. Sawa. Umejibana kabisa au umetumia kibosi? Chuo kwa siku unaweza kutumia shilingi ngapi? Kwa mahitaji gani? Kwanza unaweza kula au nauli na nini pia? Siku nzima, yani unavyotoka pale asubuhi mpaka unaenda chuo na kurudi. Nauli na kula kila kitu. Ndio. 7,000. According mnapoishi. Lakini kama nakaa mbali 3,000. Kwa hiyo ukiwa na 7,000 mambo yako yanaenda kabisa. Yeah. Kupata sapo au kupata mimba? Kupata sapo. Hakuna kitu kimoja. Kupata sapo. Kupata sapo. Bora kupata sapo. Kweli? Sapo nitachoma. Kwa nini? Unapewa alternative nyingine ya kurudia mtihani. Unapewa nafasi nyingine ya upendeleo ya kurudia mtihani. Sawa. Kupata sapo au kupata mimba? Bora sapo ndugu yangu. Mimba hapa. Sapo nitapata muda, yani nitapata muda wa kujipanga leo. Unaweza ukanisome hapo nikaja nikafanya tena mtihani. Mimba hiyo mwanangu ukinikimbia. Mtoto bado sijajipata. Kupata mimba au kupata sapo? Bora sapo. Kwa nini? Kwa sababu sapo nitaiclear kwa muda mfupi. Hiyo mimba ni mtoto hiyo unajua. Yaani nisikupe max 1, sawa, afu nikupe 200,000. Kwenye UE au unamaanishaje? Kwenye UE. Hapana, bora max 1. Maana gharama za kuitafuta hiyo max 1 ni kubwa zaidi ya hiyo 200,000. Eti mwanangu, tukate max 1 au tukupe 200,000? Kwa mtazamo wangu mimi naona ni bora unipe 200,000. Kwa nini? Kwa sababu 200,000 kwanza ni heri hiyo max 1 nikose, hiyo 200,000 nitaiendeleza kwenye biashara zingine. Kia. Venue gani hapo ukiambiwa bwana tunaingia kwenye test au kwenye paper? Unasema leo kazi ipo. Venue ni kitu. Na venue za tent. Campus Live. Mwisho wa kipindi hichi ndio mwanzo wa kipindi kingine. Show hewani ilikuwa ni Campus Live na alikuwa anakuletea kipindi hichi sio mwingine ni Ali Daudi. Pia usisahau kutufollow kwenye mitandao yetu ya kijamii. Instagram CBE_official_1965. Pia tunapatikana mjini Facebook. Lakini show hii unakwenda kuitazama kwa upana kabisa kupitia channel YouTube ya CBE. Karibu CBE for business success. Lakini tunasema Campus Live ni ya kwetu.
Campus Live.